kundi. Kibu Denis alikuwa ni mkombozi wa ng'ambo ambapo aliibuka shujaa mara kadhaa, na leo akitokea bench anafunga mara 2 magoli mazuri kabisa leo, na kuipa ushindi Simba Sports Club katika mchezo muhimu kabisa, hatua moja mbele kuelekea hatua makundi ligi ya mabingwa Afrika. Matokeo kwa timu zetu kwenye hatua kama hizi imekuwa sio story kubwa sana kwa msimu huu, ukifuatilia namna ambao mashabiki wa Young Africans licha kwamba walishinda dhidi ya Wellet Benguela kule Angola, lakini bado watu walikuwa wanahitaji performance, yani demand ilikuwa ni namna gani timu yao inacheza mpira mzuri. Wanasema ukicheza vizuri inakupa guarantee ya wewe kufanya vizuri, lakini pale ambapo timu yao ilikuwa inafanya vibaya, inacheza vibaya na kupata matokeo, maswali yalikuwa ni mengi sana. Kwa Simba Sports pia walipata matokeo mazuri dhidi ya Gaborone United kwa ushindi, lakini pia sare. Watu wakuwa wanajali sana kuhusiana na matokeo, na ndio maana kwa performance ya Gaborone, Simba Sports wakaamua kwenda kumchukua kocha wao Dimitri, ambaye kwa hivi sasa ndio kocha mkuu wa Simba Sports. Sasa swali ni je, jambo la vizuri, meneja mkuu kumradhi. Ai tafadhali jamaa wana Simba niwe radhi jamani, msije mkaja hapo namna bwana. Meneja mkuu wa klabu ya Simba hivi sasa ameanza kibarua chake rasmi leo bwana. Kwenye yale mawili moja limepatikana ambao ni matokeo mazuri, ambao ni ushindi wa 3-0. Vipi kuhusiana na performance, yani utaratibu wa namna ambao Simba wamepata hayo matokeo? Mimi binafsi nafikiri performance pia haikuwa mbaya kwa mechi ya kwanza ya Mwalimu ya kimashindano, mechi ya ugenini, uhitaji wa mechi yenyewe. Nafikiri binafsi naona kwa asilimia kubwa karata za Pantev na benchi lake pamoja na wachezaji zilikuwa katika hali nzuri, kwa kuanzia na namna ambavyo leo tumeona mabadiliko kwenye team selection. Yes. Kuna mabadiliko ambayo tuliyaona moja kwa moja yanaonyesha kwamba ni kitu tofauti ambacho Mwalimu amekuja nacho. Kuanzia kwenye backline tumeona ingizo la Nangu, ambaye wakati msimu unaanza chini ya Fadlu alikuwa anaonekana kama ni kuni ya nyongeza, lakini Nangu kwenye mechi ya leo ameanza kwenye kikosi, performance ya kuridhisha, na jambo zuri ameweza kufunga na goli ambalo naamini linatengeneza ushawishi na linamuongezea yeye confidence. Yes. Kwenye eneo la kiungo kumwanzisha Nabi Kamara kama midfield ni kitu kingine ambacho nafikiri ni ziada, ni mabadiliko, kwa sababu mara kadhaa Nabi Kamara chini ya Fadlu alikuwa anaonekana akianzishwa zaidi kama fullback, na mara chache ndizo ambazo alikuwa akiingia kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo ni kitu kingine cha tofauti, lakini pia nimeona hata kwenye mtindo wao wa kucheza, muundo wa timu inavyoshambulia na namna inavyoshambuliwa, binafsi nimeona kitu tofauti kwenye matumizi ya mchezaji kama Eli Mpanzu Kibisawala. Mpanzu ambaye ukitazama maybe nilikuwa na kosoa kidogo Fadlu alivyokuwa akimtumia Mpanzu, hasa kwa msimu namna ulivyokuwa umeanza. Ilikuwa ni mchezaji ambaye Mpanzu anaonekana anakuwa comfortable sana akiwa huru kutokea kule pembeni, ambako apokee mpira akiwa kwenye eneo ambalo lina space kubwa, ajaribu kuingia yeye mwenyewe kama ni kupunguza au kufanya maamuzi ya kushuti mbali. Ni kitu ambacho anaonekana anakuwa comfortable zaidi kuliko Fadlu ambaye alikuwa akimfanya Mpanzu alazimike kuwa muda mwingi amezungukwa na wachezaji wengi, anaingia sana ndani, sehemu ambayo haonekani kama anakuwa na ule utulivu ambao pengine Simba ilishawishika kuona kwake na kumuhitaji. Kwa hiyo ukitazama kwenye mechi ya leo, huo uhuru wa kucheza pembeni zaidi ya kiwanja kwa Mpanzu unaonekana ulikuwepo. Nafikiri ni mabadiliko mengine madogo ambayo kwenye namna ya Simba kucheza yalikuwa yanaonekana moja kwa moja. Umemzungumzia Kibu Denis Prosper. Yes. Moja kati ya nyota ambao nafikiri binafsi na msifia Kibu kwenye namna anavyoreact. Yani inapotokea wakati nyinyi mnaanza kumchukulia poa, yeye amekuwa ni mtu ambaye ana react kwa vitendo, sio kwa maneno. Yani katika wakati ambao pengine Mwalimu aliona Kibu anatakiwa aanzie nje, yes, labda pengine pasipo unajua kwa sababu Mwalimu ni mpya, yes, maana yake kama baada ya kupewa dakika angeshindwa kutengeneza ushawishi sawa sawa, inawezekana angekuwa ni miongoni sasa mwa wachezaji ambao natakiwa lazima awe anasubiri nje baadaye anaingia. Lakini kwa namna ambavyo ushawishi aliouonyesha baada ya kuingia, ni dhahiri hutarajii kuona
mwalimu akifikiria tena kumpeleka benchi mara nyingi Kibu. Nafikiri amejitengenezea mazingira ya kupata dakika nyingi zaidi za kucheza kutokana na namna ambavyo ameperform baada ya kuingia. Kwa hiyo kwangu nimeona mabadiliko hayo ambayo nimeyataja kwenye kikosi cha Simba ambayo binafsi naona yanaweza yakawa ni mabadiliko chanya kwa mustakabali wa baadaye wa Simba. Lakini pia nimependa muendelezo wa ubora wa Simba kwenye mipira ya kutenga. Sababu tangu msimu umeanza Simba imeonekana, nadhani tangu msimu uliopita tuseme, imekuwa ni timu tishio sana wanapopata mipira ya kutenga. Ni aidha kwa Jinchaz au kukuumiza yeye mwenyewe au kutengeneza shambulizi ambalo litakutana na wachezaji wa Simba ambao wanaweza kumalizia vizuri kwa vichwa. Msimu huu mpaka sasa hivi nafikiri ni mabeki watatu wa Simba tayari wameshafunga magoli yaliyosababishwa na nafikiri 4 ukimhesabu na Abdurazak Hamza. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo kwenye hii plan ya mipira ya kutenga wanaonekana wako imara. Sio kitu ambacho wanafanya kwa kubahatisha, ni kitu ambacho kinafanywa kazi vizuri mazoezini na ubora wa wachezaji kwenye eneo hilo unafanya waweze kupata kilicho bora. Kwa hiyo nafikiri performance ilikuwa bora kama ambavyo nimetangulia kusema mwanzoni. Kwa mechi ya ugenini performance bora, ushindi mzuri. Nadhani Simba wanakuja Benjamin Mkapa wakiwa comfortable na wakiwa na matumaini na future yao. Na nikiongezea kitu kwa Njenge hapo, amemzungumzia Kibu Denis. Unajua mimi napenda mchezaji ambaye mwenye mentality ambayo si rahisi kutolewa njiani. Kibu Denis katika misimu miwili mfululizo amekuwa akiimbwa vibaya na mashabiki wa Simba wenyewe na mashabiki wa timu nyingine, lakini Kibu namna ambavyo anajirejesha mchezoni ni kitu kikubwa sana. Yani naanza kujiangalia kwa nini wachezaji wengine wasiige mfano wa Kibu Denis. Yani pale ambapo unamtoa kabisa, unaona kabisa kwenye ramani ya Simba Kibu anarudi anakukosoa vibaya sana. Na kuna namna hata performance ya Kibu, mtu anamwambia kiungo gani wa kushambulia ama mchezaji gani anacheza kwenye eneo la ushambuliaji, hana goli msimu mzima, lakini yeye anajua namna gani ya kuweza kuofa kitu ambacho kinaweza kuleta mchango chanya kwenye klabu ya Simba. Matumizi ya nguvu na kukimbia bila kuchoka. Kama ataambiwa leo Kibu tunataka ukimbie hapa mpaka hapa, Kibu anaenda kukupa kile ndani ya uwanja. Ni mchezaji ambaye anacheza kulingana na mwalimu nini anataka, si nini mashabiki wanataka, si nini watu ambao wananizungumza kwenye mitandao ya kijamii ama wanaoniangalia wanataka. Kwa hiyo unapokuwa na mchezaji ambaye mentally yuko fit, unamtupia chochote still bado anachukua kama changamoto, alafu anakifanyia kazi na anarudi akiwa mchezoni. Hiko ni kitu kikubwa sana ambacho wachezaji wengi wa Kitanzania wanapaswa kujifunza kwa Kibu Denis hiki anachokionyesha. Wakati tunazungumzia Simba Sports, ukitazama kikosi cha kwanza ambacho kilianza leo, kuna namna moja ama nyingine mimi kwangu ilinifikirisha. Kwanza nikasema kwamba inawezekana coach, kwa sababu nakumbuka kocha Selemani Matola kwenye mchezo wa ligi kuu ambao mara ya mwisho Simba wanatoa kipigo cha 3-0 Fountain Gate. Kuna wachezaji ambao tumezoea ni kwa majina yao yalikuwa na akisi kwamba ni first 11 material. Walianzia bench au sio bana na ikapelekea kwamba kuna nyakati timu ilikuwa ni kama inacheza kwenye, yani unaona wachezaji wako down, yani ukasema baada ya Matola kufanya maamuzi yale, pengine anakwenda kuamsha wachezaji ambao maybe wanajiona ni mafadha. Unajua kwenye timu hao wachezaji wa aina hiyo wapo, yani. Of course, sasa ile kuamsha kwamba tunaweza kufanya hivi na yani maisha yakaendelea. Kwa hiyo nikadhani kwamba either kwa sababu unajua Simba wanataka kupoteza mchezo wa kirafiki juu dhidi ya Omdurman. Na wachezaji big names ambao tumesema kwamba wakati wa usajili kwenye makaratasi ama kwenye vikosi vya Instagram wote tulikuwa tunawapanga kama ndio starter kwenye vikosi vya kikosi cha Simba Sports. Kwa hiyo ukiona Jonathan Soa ameanzia bench, Kibu Denis ameanzia bench, unaona mtu kama Chamu ameanzia bench, unaanza kuwaza kwamba kuna ujumbe ambao kocha anautuma, lakini baadaye unakufikiria walivyoingia ndio wakawa ni game changer kwa asilimia kubwa, timu ikapata matokeo mazuri zaidi. Unaanza kufikiria, unawaza inawezekana Simba wametip tatizo la misimu mitatu iliyopita ya kuwa na kikosi finyu, kwamba wana wachezaji ambao zamani walikuwa unasema ni wachezaji wa akiba.
lakini sasa hivi wana timu nyingine nje ya uwanja. Yani wana timu yani ambayo imetimia, ni kwamba Mkwala pia usisahau alikuwa bench. Of course. Yeah. Mkwala, Kip Dennis pia. Palikuwa pamejaa. Timu nyingine hiyo unajua iko nje ya uwanja. Yeah, of course. Yeah. Nakuelewa Kampista. Wazo ni moja. Tuko kwenye kama walau mechi azidi mechi 10 tangu msimu umeanza, na ndio kwanza timu zimetoka kuspend kwenye summer transfer windows. Ambacho mimi ninachokiamini kuhusiana na Simba Sports hivi sasa ni kwamba wamesajili vizuri sokoni, kwa maana ya kuassemble kikosi ambacho kina balance sahihi. Kuna kitu kinaitwa complementary profile, yani unakuwa na wachezaji ambao wanakamilishana kikazi kwenye eneo la kiungo. Kwa mfano leo ulikuwa unapata ile picha ya kuwa na Kamara pamoja na Yusuf Kagoma. Kagoma ni destroyer, ni mtu ambaye by the way Kagoma pia alianzia bench. Of course, yeah. Sasa lakini kwenye picha pili ambapo walikuwa wanacheza pamoja, you can see una profile ya mtu ambaye yeye kazi yake ni kudestroy, ana mashambulizi, anapoka mipira, anahakikisha anaichukua kwa wakati sahihi na kuipeleka kwa wakati sahihi kwa watu ambao wana majukumu nayo ama wana uwezo mzuri wa kufanya kutumia kwenye eneo la ubunifu. Alafu kuna Kamara, someone ambaye ni deep prime playmaker, mchezaji ambaye anaweza akachukua mpira akacontain pressure, akapunguza watu wawili, akapeleka mpira kwenye eneo ambalo ni bora zaidi kuliko ambavyo Kagoma anaweza akavision kwenye eneo la chini, kutoa mpira kwenye eneo la chini kwenda kwenye eneo la juu. Sasa hawa watu wawili wakicheza pamoja, huko na watu wawili wenye sifa mbili ambazo zinashabihiana ama zinakamilishana kucheza kwenye eneo moja. The same scenario kwenye eneo la center back story, unamwangalia Rushin Deruk, ni center back ambaye anatumia mguu wa kulia, which means kwenye mashambulizi ambayo timu imepush fullbacks juu, anaweza ku-overload upande wa kulia kama fullback wa kulia, whether akiwa na mpira ama timu ikiwa inazuia, kwa maana kumkavia space ambayo fullback ameacha kwa kupanda juu. The same scenario upande wa kushoto, huko na center back wakati anatumia mguu wa kushoto kwa maana ya Wilson Nangu, which means fullback wa kushoto akipush, Nangu anaweza ku-overload upande ule kama fullback wa kushoto pia, na pasiwe pana differences, which means una squad ambayo imejiandaa na ina anticipate moments zote. Wakiwa na mpira huko na pasi nyengo sahihi, kwa sababu mtu mwenye mguu wa kushoto anapiga pasi nzuri zaidi kwenye upande wa kushoto, mtu mwenye mguu wa kulia anapiga pasi nzuri zaidi kwenye upande wa kulia. Kwa hiyo upo na balance ukiwa na mpira. Usipokuwa na mpira pia, mipira ikipigwa huko na someone ambaye ana react vizuri kwenye upande ambao ni natural kwake, yani anatumia mguu wa kushoto alafu shambulizi linatokea upande wa kushoto, kwa hiyo ni natural anakwenda kule kuzuia bila kupata mawazo mara mbili. Kwa hiyo that makes sense. Na kwenye concept ya balance ambayo nilikuwa najaribu kuiweka ni kwenye hiyo picha sasa, kwamba uko na wachezaji wengi sana ambao hivi sasa ndani ya Simba wana kariba ya kukamilishiana. Akitoka huyu akija mwingine, unaona kuna quality fulani ambayo ina ufanano ya kuweza kuendelea kuimpact mchezo kwa ukaribu wa Simba. Simba sasa hivi wana quality players, wana quality, yani wana quality na sio quantity. Yani wana quantity alafu wana quality ndani yake. Mimi naamini quality ni kitu ambacho tunapaswa bado kuendelea kukingoja. Okay. Kwa sababu bado kuna wachezaji ambao ninaamini wanaweza kutoa zaidi ya walichonacho hivi sasa. Mtu kama Neo Maema. Na nasema kwamba kama ulielewa swali langu. Yeah. Kwamba kwa picha iliyopo hivi sasa, Jenge, Ayubu pamoja na Malusu. Yeah. Kama kwenye Instagram account yangu nilikuwa na orodha majina ambao nilikuwa baada ya usajili unaiona bwana Pimpin Kamara, Shomari Kapombe, au sio bwana, namuona Nabi Kamara kushoto. Hapa nilikuwa namuona Chamu pamoja na Rushin au Hamza. Juu pale Kagoma nilikuwa namuona, au sio bwana, nilikuwa namuona Neo Maema. Alafu unaona winga moja Mpanzu, Ahua nilikuwa na mhesabu pale kati, afu namuona Soa mimi ndio alikuwa ni top striker wa Simba Sports. Lakini baada ya kuona sasa timu inacheza, vitu vingi vinaona kama kocha wanani surprise, kwa naona kikosi changu ambacho nilikuwa na anticipate kinabadilika, alafu la kinachocheza kinaonyesha kwamba wana timu nzuri. Kwa hiyo ukiona wale kubwa wako bench, tafsiri yake ni kwamba Simba safari wana squad au wana kikosi kipana ambacho kitawawezesha wao kushindana kwa muda mrefu kwenye mashindano yote na kuleta matokeo mazuri. Mimi nilitaka kidogo tuiweke vizuri, tusimalize sana maneno. Lazima tuweke akiba ya maneno ili tusije siku moja tukaja kupigwa sana
mlimaliza, lakini kwa sababu kwa kile ambacho kimeonekana kwa mchezo wa leo na michezo michache ambayo tayari wamecheza, nafikiri unachokizungumza kinaweza kuwa na usahihi, lakini bado nafikiri kuna aina ya testi kubwa ambayo bado hawajaipata sasa hivi. Yani bado wanahitaji kuendelea kucheza pamoja na tuwaone watakavyokuwa wanakwenda katika nyakati ambazo wanakutana na aina ya timu ambayo ni ngumu na wanakutana na nyakati ambazo mahitaji kwa wakati huo ni makubwa, kwa sababu ukifanyia tathmini ya moja kwa moja mechi kama hii ya timu ya Nsingizini Hotspurs, nafikiri Msingizini automatic wao wenyewe wanaingia wakiwa wanajua ni timu ya pili kiwanjani. Of course, hilo wenyewe wanajua. Yani ndio maana mimi nakwambia hata kwa namna mimi nilivyotazama ile mechi kwa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ilivyokuwa, picha ambayo nilikuwa nimeipata ni kwamba first half ukiachilia mbali baadhi ya nyota muhimu kwa bench, first half kilichoonekana ni kwamba Nsingizini wameifuatilia vizuri Simba, wanaijua, lakini Simba wao waliingia kama wakubwa wakiwa hawaitambui sawa sawa ile timu ambayo wanacheza nayo. Isipokuwa baada ya kumaliza dakika 45 za kwanza, wanarudi kipindi cha pili, mwalimu sasa tayari ameshajua hawa Nsingizini wana ubora eneo hili, wana udhaifu eneo hili, wana udhaifu eneo hili, tukifanya hivi tuna uwezo wa kupata tunachotaka. Ndio maana second half kwa Simba vitu vingi vilikuwa vinaonekana ni kama vyepesi hivi kuja. Na hiyo inatokea kwa inapokutana timu kubwa na timu ambayo ni ndogo. Unajua timu kubwa kufuatilia ukajua hawa wanafanya nini ni rahisi sana, lakini timu kama Nsingizini Hotspurs lazima tuseme ukweli, sio rahisi sana kwa technical bench ya Simba kupata sijui details nyingi kujua hawa Nsingizini sijui wanafanya, yani huwa inakuwa ngumu. Kwa hiyo ndio maana sometimes kuna vitu mwalimu anavibadilisha kutokana na mazingira yale ambayo anakutana nayo kwenye mchezo husika. Lakini Kampista umezungumza kitu kizuri sana. Simba na kikosi kipana. Yes. Faida ya kuwa na kikosi kipana ni kipi? Ama ni ipi? Kwa endapo wachezaji watakuwa wenyewe wanajichukulia kwamba sasa nimeletewa ushindani, sitakiwi kurelax. Yani mtu kama Elimpanzu sasa hivi anakaa anasema kumbe mimi tena sio mfalme Simba. Kuna mtu ambaye anaweza kuja kuvaa viatu vyangu akaperform. Kibu Denis leo ameanzia bench, Maema ameanza na ulikuwa unaona performance aliyoweka. Kibu Denis anakuja anaweka goli 2. Kwamba hata Maema mwenyewe anajiuliza kwamba yule mwamba kaingia kaweka goli 2, na kazi ya kufanya. Kwa hiyo wachezaji wanapokuwa kwenye level inayofanana wanajipush wenyewe mazoezini, ushindani. Kwamba once nikipata nafasi sitakiwi kuchezea. Na kwa hiyo mchezaji anapocheza kwa 100%, anapojitoa kwa 100% akihofia yule ambaye yuko bench, ile inakupa top performance na timu inaendelea kushinda. Kwa hiyo timu ikiendelea kushinda, endapo hata mchezaji atapata majeraha, kuna mtu ambaye Redmed anakuja anavaa viatu, mzigo unaendelea. Sio tena kuanza kusubiria sijui mpaka achanganya, ni mtu ambaye anaingia ana perform. Kwa hiyo hiyo inaweza kawa ni faida kubwa kwa Simba. Hajafika bado, hata mwalimu hajakaa nao miezi 3, hajakaa nao bado, anaendelea kuingiza falsafa zake namna gani timu yake anataka icheze, lakini tunachokiona ushindani ambao upo wa namba kwenye kikosi cha Simba inaweza ikawa faida sana kwao. Yanga walitawala soka la Tanzania kwa hiyo miaka 4 mfululizo, kwa sababu mmoja kati ya silaha yao kubwa ilikuwa ni ile squad yao, kwamba Pacome hata asipokuwepo ummiss Pacome, Aziziki asipokuwepo ummiss Aziziki. Kwa hiyo ile timu ina uwezo kushinda mechi yoyote, mazingira yoyote, hata akiwa na wachezaji ambao hawana majina hayo ambayo wewe ulikuwa unayafikiria kichwani. Kwa hiyo hiko ndio kitu ambacho Simba mkiongeza sasa hivi. Hebu angalia kwenye midfield, Yusuf Kagoma anakaa nje na alafu hakuna mtu anayetetemeka. Last season mweke nje Yusuf Kagoma, ilikuwa ni tatizo. Kwa hiki ni kitu ambacho Simba wamekimpose kwenye timu yao, na nafikiri inaweza kawa ni faida kubwa sana msimu huu. Okay, hii ni Sports Extra Clouds FM. Mnyama Simba hatua moja mbele kuelekea makundi ligi ya mabingwa Afrika. Watakaporejea nyumbani itakuwa ni mnasema ni walk in the park, kwa sababu itakuwa ni yena sukuma mlevi. Okay, tukiachana wekundu wa Msimba Simba, okay, kabla sijakwenda hapo kuna maswali mengi juu ya performance ya mchezaji mmoja. Neo Maema anaendana na falsafa, yani anaendana na mapigo ya Simba Sports.
Mimi namuona anaingia taratibu kwenye kikosi kwa sababu ni mchezaji mgeni, na kibaya zaidi amekuja kwenye msimu ambayo sio yeye tu mgeni. Unajua wakati mwingine afadhali ikiwa wenzako wote tayari wanaimba wimbo mmoja, wewe ukawa peke yako ndio unapambana kuimba nao sawa. Lakini kuna wachezaji wengi ambao wanapambana kuweza kuelewa wimbo ambao wanauimba wawimbe vizuri kwa pamoja. Kwa hiyo sina shaka na namna ambavyo inakwenda. Kwanza kitendo cha kuona mwalimu baada ya mazoezi ya majuma yote aliyoiongoza timu anakuja kwenye mechi ya kimashindano anachagua kuanza naye, tafsiri yake ni kwamba ameona kuna kitu mazoezini kinaongezeka. Lakini kwa kile ambacho pia amekitoa kwa dakika alizocheza, ni dhahiri mimi naona ni tofauti na vile ambavyo mwanzo wake ulivyokuwa. Okay, Anthony Mligo anawasaulisha Simba Sports juu ya nahodha mstaafu kwa upande wao Mohamed Hussein Zimbo Juni. Mapema na yenyewe pia mapema sana, lakini anaonyesha kwamba ana potential nzuri sana. Anaweza kufikia yani ceiling. Unajua umri pamoja na ceiling ambao anaweza akafika kama left back wa kushoto. You can imagine anaweza kufika kwenye ranks ambazo alizozifikia Mohamed, kwa sababu Mohamed mwenyewe sio kwamba alifika overnight. Amefika Simba 2015 sijui. Ameanza kuimbwa kama fullback bora wa kushoto Simba Sports 2018 nafikiri around, wakati Mo anakuja kuanza kuwekeza. Kwa hiyo Mligo naye ana hiyo chance. I hope Simba watampa muda, maana timu zetu tunazifahamu pia. Okay, langoni Pinpin Kamara, kumekuwa na debate juu ya daraja lake na mlinda mlango Yakub Suleiman. Kitu ambacho Yakub anapaswa kukifanya hivi sasa swali la Yakubu na Pinpin Kamara, nafikiri watu wanakumbuka Kamara ni raia wa Guinea, ni goalkeeper anaanza kwenye timu ya taifa ya Guinea kocha cha kwanza. Sio bahati mbaya, lakini of course ana hiyo quality. Sawa. Lakini wanasahau kitu kimoja. Leo ukimweka Kamara kwenye goli la Simba ikiwa kwa mfano na mpira, 90% ya pasi zake anazipiga wapi? 90% ya pasi zake anapiga ndefu kwa ajili ya striker kuzalisha mipira ya pili kwa midfielders. Ama kama anapiga pasi za karibu, 90% ya pasi zake anapiga wide, center backs ama full backs. Niambie hicho ni kitu ambacho akifanyi Yakub Suleiman ya golini. Unajua? Kwa hiyo ukija ukiangalia namna ambavyo wanatekeleza majukumu, unaona hakuna tofauti kwa maoni yangu mimi. Lakini ukitazama kwamba Kamara alikuwa unajua na clean sheet nyingi msimu uliopita, vitu vingi kama hivyo, unaweza ukamdiscard Yakubu kwamba hatoshi na yuko daraja la chini kwa Kamara. Kwa maoni yangu mimi ni magolikipa wawili ambao wako daraja moja kwenye namna ambavyo wanatumikia jukumu lao. 90% ya passes ambazo Yakubu atazipiga kama Simba ikiwa na mpira atapiga high. Kama anapiga chini anaanza na center backs ama full backs. Yaani hakuna, sio kwamba atakuwa David Raya wa Arsenal atapenetrate pass kwenda kwa midfielders 5-6 per game. Hakuna hicho kitu tofauti yao moja. Okay. Twende mimi nafikiri na siko mbali sana na Maruso, na mimi naamini tofauti pekee iliyopo, Musa Pinpin Kamara ametumia passport, panda ndege anakuja Tanzania. Yakubu Suleiman ametoka zake Unguja, panda boti, hahitajiki kuwa na passport, anakuja kufanya kazi. Lakini kwa maana ya performance kwenye saves, Yakubu Suleiman ana uwezo wa kufanya hiyo kazi kwa uzuri. Kwenye ubora wa kutumia miguu yake, ni eneo ambalo pia sioni kama ana huo udhaifu, kwa sababu ameshatuonesha katika michezo kadhaa Yakubu kwamba anaweza pia, ana matumizi mazuri ya miguu yake. Kwa hiyo nafikiri ni magolikipa wawili ambao wako daraja moja. Mimi nadiriki kusema hivyo kwa sasa. Mimi naweza nikaa na mtazamo tofauti kidogo. Walete kama meza hii na mtazamo tu kama nisikuliwe vibaya. Mimi ni Mtanzania, of course. Yakub ni golikipa mzuri sana. Ila kuna some mistakes, kuna makosa fulani inahitaji ukae chini umwangalie sana ndio uje kungamua kwamba hayo makosa anayafanya. Mfano, mipira ya kurudishiwa pale anapokuwa under pressure huwa anakosa utulivu, na mara nyingi hata ukiangalia kwenye michezo ya timu ya taifa kuna makosa alikuwa akiyafanya kwa mipira ambayo huwa anarudishiwa, anakuwa ana react akiwa kwenye, yani kama anakuwa na pressure hivi. So once ukifanya makosa hayo unapocheza dhidi ya timu kubwa wanakuadhibu. Mfano, leo kuna pasi moja alirudishiwa,
alikuwa under pressure, unajua, akafanya makosa, akapiga pasi ikarudi kwa mpinzani. Uwezo ukafanya kosa lile kwenye game ambayo iko serious dhidi ya Ahli sijui Sportive de Tunis huko, wanakuadhibu. Kwa na the way anavyo command box lake, kuna kitu ambacho Pimping amemzidi kidogo Yakub. The way anavyotoka Pimping kwenda kucheza mipira ya crosses, huwa akienda ana uhakika kabisa kwamba lazima niuguse ama niende nikauchukua ule mpira. Yakub kuna namna ambayo yeye akienda kuna delays fulani huwa anazifanya ambazo once ukicheza against timu kubwa zinaweza kuadhibu. Yes, wanakaribiana ubora, lakini kuna namna ambayo Kamara kidogo tumpe heshima yake. Kuna vitu vya ziada ambavyo anavyo Yakub kidogo anakosa. Of course Yakub bado ndio yupo kwenye timu kubwa, anaanza kujifunza hizo pressure za timu kubwa.